Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, leo ni furaha tena kuwa naye shekhi wetu kipenzi chetu ambaye si mwingine bali ni Sheikh Yusuf ambaye tupo naye ndani ya studio zetu akikujuza mengi ama kwa mada yetu ya leo ambayo tunaenda kuangazia maadili ya mazungumzo kati ya wanandoa, na insha Allah huenda labda katika ndoa watu wanateta ama ni jinsi gani mke anapaswa kuzungumza na mume ama mume kuzungumza na mke, na insha Allah tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante, nashukuru. Asante. Alhamdulillah, ni furaha tena kupata. Asante, nashukuru. Karibu tena. Asante. Naam, bismillah. Hata mimi nashukuru kuwa nanyi pia katika darasa hizi muhimu insha Allah. Alhamdulillah. Na pia kwa mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Taraji insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutupatia hidayah katika dini yake hii ili kuweza kuyazingatia yale ambayo anatuamrisha tukayafata na yale ambayo anatukataza pia na tukawa ni wenye kuepukana na insha Allah. Asante. Naam, karibu sana Sheikh. Asante. Naam, katika mada yetu ya leo na mimi tunaangalia maadili ya mazungumzo kati ya wanandoa. Wanandoa wanapaswa kuzungumza vipi baina yao watu wawili, ili kama kuna pahali wamekwazana huenda watu wakosana, je, wanafaa kuongea kivipi? Asante. Naam. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha kwenye Qur'ani tukufu akituambia qulu linasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Hii ni jumla ya binadamu na kila mmoja anatamani maneno mazuri kutoka kwa mwenzo wake, haijalishi wanandoa ama marafiki na kadhalika. Wewe ukiwa na rafiki yako unatarajia kuzungumza na wewe maneno mazuri na utafurahia, na pia nyumbani unatarajia kuzungumziwa maneno mazuri. Wanandoa pia ndio wanahitajika zaidi pia kuikuza ile ndoa yao kwa maneno mazuri. Unajua, mimi nikitazama naona haikuhitajika zaidi kwa wanandoa kuambiwa ni namna gani watazungumza. Kweli kweli. Kwa sababu tayari wako na msingi. Ndio. Unajua, unajiuliza wewe ulimuingiza vipi mke wako box? Ama tuseme ufikia mahali labda wakasahau. Sasa hayo ndio inafaa mrudi kule nyuma, mlianza vipi mpaka sasa mmefikia. Unajua, matatizo yanakuja wakati ambapo tunatoka katika ile njia. Tunapotoka katika ile misingi ndio ndoa inaanza kulete utata, kuyumba na kadhalika. Mwanzo naambiwa mume anakuwa na bidii sana kumpata mke na huwa anampa sifa nyingi nzuri, hatamani hata kumuudhi hata kwa sekunde, na atamwambia maneno mazuri ambayo anaona kweli yatamnyanyua huyu mke na kumpeleka juu kabisa, hakuna kuteremka. Nakupenda, wewe ndio barafu ya moyo wangu, kama sio wewe kuumbwa kwako mimi sijui kama ningeishi katika dunia hii. Yani mistari yote hii dunia itatumia. Mistari yote. Kusudu nitaka kumpata mtu fulani. Yani mpaka ukisema ukiniwacha mimi sioni kama nitaishi. Unaona hayo, nakupenda, ni wewe tu na kadhalika. Hata nikipita sioni mwingine. Ni wewe tu, mimi na roho yangu inataka, imeridhia. Alafu hayo maneno dada Haifa, wakati ambapo unazungumza kuna kitu kinakufanya wewe uyatamke. Auoni haya? Hata kama una hela unampromise utamnunulia ndege na kadhalika, na wewe bado hata hujajenga. Hauna hata baskeli. Kwa hivyo unampamba, mwanamke naye anafurahi sana.
Ndio ujue mwanamke njia yake ya kumpata kirahisi ni maneno matamu. Maneno matamu. Hiyo tu. Kuna hadithi ya Bwana Mtume inasema, qala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qawlu rajul, maneno ya mwanamume, liimraatin, kumwambia mwanamke, inni uhibbuki. Yani mwanamume akimwambia tu mwanamke I love you, nakupenda, la yadhhabu min qalbiha abadan. Mtume anasema hili neno tu halitaondoka moyoni mwake kamwe. Haiwezi. Hizi ni mistari, si ndio? Tena mwanamke ana tabia ya kwamba anaweza kaa chini aanze kufikiria kile ambacho umemwambia. Kabisa. Atakaa fikiria, kwa hivyo mimi napendwa kiasi hichi, huyo ameniambia hivi 1 2 3. Kabisa. Ndio. Na alafu wanawake pia nao wanakuwa pia na historia. Ndio. Pale mahala ambapo ulimwambia hilo neno pia anapajua vizuri sana. Amepahifadhi na anaona akifika pale roho yake inafanya nini? Inatulia. Nikana kwamba ni sehemu ambayo iliteremka wahi pale. Kwa sababu yale maneno mazuri, maneno matamu, mpaka kuna kipindi anaweza kukuambia, unakumbuka wakati ambapo tulikuwa pale, maneno ambayo uliniambia? Mpaka saa hii nakumbuka. Ama anakuwa mtu kukariri jambo mwanamke ya kwamba labda atakuuliza swali ambalo ashawahi kukuuliza. Na ndio tabia mwanamke. Na ndio utakuta kuna wanaume wengi labda hawaelewi mwanamke. Utakuta mtu anakuambia, si nilishakwambia hii. Yeye wataka useme tena ndio asikie furaha. Sasa ndio unaona haya maneno yanakuja maneno matamu mwanzo. Hiyo ni nyakati za mawindo yani. Mwanzo hata ndoa zikiwa changa, ule nasema usbul asal, wiki ya asali na kadhalika, na maneno ni mazuri tu. Na nyumba inakuwa ni yenye furaha. Mpaka unakuta binti haizi kula mpaka mpendo wake afike. Yule jamaa hata kama alikuwa anakula kwa hoteli, hali hotelini, mbio nyumbani, hale na mke wake, anafurahi sana. Na haya maisha, unaona maisha ya mwanzo, maneno ni mazuri. Kienda sokoni wanaenda pamoja, wakienda hospitalini wampata mtoto wa kwanza wanakwenda pamoja, kliniki wanaenda pamoja, yani wanashirikiana katika mambo. Yani ile hisia, yule mume anaona huyu ni part katika mimi, asipatwe na uzito. Heri mimi nipatwe na uzito, lakini huyu awe salama. Sasa hayo ni maneno mazuri. Unajua hiyo ndio foundation. Ndio ikafanya lile jengo la ndoa likakamilika. Bila haya maneno na hizi kauli, ile jengo la ndoa halingekamilika. Njoo uone wazazi, nitakuja, hebu pelekea wazazi wako hii zawadi na kadhalika. Sasa hayo ndiyo ambayo yanahitajika kuendelea na kuwa zaidi baada ya ndoa. Kwa nini hali hii inakuja kufifia? Na huwa wengi wanasema ati mwenye huwa anaanza ni mwanaume. Mwanaume ndio mara nyingi hata ukimwambia I love you baada ya kupata watoto kadhaa, hiyo iliisha huko nyuma na kadhalika. Hiyo hajui kama inaendelea. Maana ukaambiwa watu wengi wamepoteza mahaba katika ndoa. Ni kweli. Kwa sababu kila mtu anakuja na lake. Huyu hataka kufanya hivi, huyu hataka kufanya hivi. Kama kwamba tushazoeana. Sasa nini tufanye? Ni kweli kabisa. Sasa maadili ya mazungumzo katika ndoa yanahitajika kuanzia tu pale mwanzo tulipoweka ule msingi usififie. Unaweza ongeza zaidi, na utaona hizi ndoa zinaenda zikifanya nini? Zikinawiri, na kila mmoja anampenda mwenzake. Lakini kuna vitu vinavyochangia, dada Haifa. Ukweli wa mambo, mwanzo huwezi muelewa mwenza wako. Huwezi.
ile kipindi cha uchumba na kipindi tunaweza sema kipindi cha mawindo, wote huwa wanakuwa watakatifu. Kijana kijana na msichana wote ni watakatifu. Na hayo maneno kutoka ni rahisi sana, na kila mmoja anachunga asimuudhi mwenzake. Ndiyo. Lakini unajua sasa, unapoingia sasa katika maisha yenyewe, sasa haya ndio maisha yetu, tumeungana, ni mimi na wewe. Wale wa Kristo wanasema nini? Kifo ndio ambacho kitafanya nini? Kitatutenganisha. Till death do us part. Yeah. Sasa tunaishi mpaka kifo, tunaangaliana tu mpaka kifo na kadhalika. Sasa unaona maisha kama hayo. Sasa unapompata mwenzako, ndio huyu sasa unamwelewa ni kisirani, baada ya wewe kukaa na yeye, na ni baada ya miaka au miezi kadhaa. Ni wa kukasirika haraka, sababu sote maumbile yetu ni tofauti, tabia zetu ni tofauti. Na hizi tabia wakati mwingine tunazificha ili tupate kile ambacho tunataka. Na ndio alhamdulillah Uislamu ukahimiza sana, angalia dini, sababu unapoangalia dini hata haya mengine yote yanaweza yakarekebishwa, kwa sababu unamwambia dini haisemi namna hii, dini haisemi namna ile, kidogo mnaelekezana kidini, tena unamwelekeza kiupole, usimwone amekosea mahali ukamkaribia. Sasa matatizo ni kwamba kwanza tumeiwacha dini, kitu cha kwanza. Alafu wakati ambapo tumeingia katika maisha ya ndoa, kila mmoja ameanza kudhihirisha tabia zake za asili sasa. Yani ameanza kuonekana kama yeye yule wa mwanzo. Asili yake sasa ndio inajulikana. Ni mtu wa kelele, mke ni mtu wa kelele, ni mtu wa kukorofisha, ni mtu asiyependa usafi, ni anapenda majumba za watu. Ni mtu wa kujilinganisha na wengine na kadhalika. Utamgundua wakati huo. Sasa mara nyingi ndio unakuta haya maisha ya ndoa yanabadilika, yanakuwa sasa ni maisha ya kuchukiana, kwa sababu wakati mwingine mke anakuja anaona huyu sio yule ambaye nilikuwa nataka, sio yeye, nilikosea. Na mume naye anaangalia, hapa mbona kama najiingiza kwa shimo, naona kana kwamba hapa niliangalia tu cover na cover ni ile nini za mwanzo, zile sifa za mwanzo zile, au hujafungua ndani. Sasa wakati mnapoanza kuishi sasa, ndio umeanza kufungua kitabu. Unaanza kumwelewa mwenzako vizuri. Sasa unaona kumbe hiki kitabu kiko namna hii, niliangalia tu cover tu na kadhalika. Lakini kama cover yake ilikuwa ni ya kitabia, hata huko ndani ni nyepesi, utafungua tu utaona. Kama ni hasira utaona namna gani, kwa sababu nyote mmeshikamana na dini. Hapa ndipo unaona sasa yale maadili yanatoweka. Inakuwa ni maneno mazito, maneno ya kukashifiana, kutukanana, na hata wakati mwingine kutangazana aibu za mwenzako na mambo mengineo. Sasa unakuta ile ndoa inatoka katika ile asili yake, inatoka katika yale maadili, inakuwa sasa ni shubiri. Ni maisha wa kila mmoja anaishi maisha ya dhiki, maisha ambayo hatamani kabisa kuwa na mwenzake. Mashaallah. Naam. Ingawa bado ule Uislamu unatufundisha kwamba kila mmoja katika maisha ana nafasi yake na ana jukumu lake. Ikiwa tutashikamana na ule Uislamu utamfundisha mwanamke, mume wako akifikia hali kama hii unahitaji kufanya nini? Na wewe mke, mume wako akifika katika hali hii unahitaji kufanya nini? Kuna baadhi ya mambo ambayo wanasema hata ukiona mambo haya yanazidi kuwa mazito zaidi, kurushiana maneno na nini, isiwe ni kujibizana. Na wakati mwingine Imamu Jaafar Sadiq anasema aswamtu babu min abwabil hikma. Aswamtu,
kukaa kimya ni mlango katika milango ya hekima. Sio mume anafoka na wewe uko juu. Au inakuwa ni nyumba sasa, nyote ni kelele, hata majirani wanasema haya ndio hao wameanza. Subiri tu utaona. Haya maisha utaona ni maisha ni magumu zaidi yenye dhiki. Na ndoa zinahitajika kila mmoja kutunza heshima ya mwenzake na kuhifadhiana inshallah. Naam, shukran sana Sheikh. Acha tuchukue mapumziko, tukaporudi tuendelee na awamu ya pili. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, karibu tena. Alhamdulillah, kutoka kwa awamu hii ni furaha sana kuweza kufahamu Sheikh anachoelezea. Awamu ya kwanza imekuwa awamu yenye wewe mwenyewe pia unafaa kukaa chini kujiuliza maswali. Jinsi gani unaongea na mwenzi wako? Isiwe tu mliamaliza kule katika msingi mlioanzia nao. Maana wengi wetu tunafahamu ya kwamba ukiwa katika ndoa hata majina mazuri ya muitani. Unasikia tu babake fulani hata akijifungua. Huna ile kwamba utasema basi la azizi wangu, nyonda mkaliaini. Mahaba ni uwe jamani. Unamuita mwenzi wako majina ambayo ni mazuri, ukatumia kauli nzuri, ukitumia kauli ambazo zitamfurahisha nafsi, hasa katika wanawake tunajua ni vitu ambavyo mnapenda kuambiwa hata kama unadanganywa. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tama la maji, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, tunazidi kuwa na Sheikh akikujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, hasa katika mada yetu ya leo tunayoangazia jinsi gani utaongea na mwenzi wako. Mazungumzo yenu katika ndoa yanapaswa kuwa vipi? Sio mmoja akiwa juu wewe pia unakuwa juu. Hasa katika wanawake tumehimizwa. Na maana utakuta pia kuna wanaume wengine mke anapokuja juu utakuta yeye ananyamaza ama anatoka zake nje. Kwa sababu gani? Hataki kuleta maneno zaidi. Unapotulia mnakuja chini, mnakaa, mnayaongea kiutu uzima. Hiyo ndo swala zima la kuweka kwamba semi zenu mnazoongea nyinyi baina ya watu wawili zinakuwa za aina gani ama mnakuwa vipi. Inshallah Sheikh, karibu tena. Asante. Shukran, jazakumullah khairan. Naam. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu pia na kuhifadhi. Amin. Kwa maelekezo haya pia ambayo tunayazingatia katika haya maisha yetu. Naam. Ni kweli katika haya maisha ya ndoa tunahitaji kuitana majina mazuri. Na ingawaje unajua hata haya majina mazuri yana viwango. Yana viwango na unatakana yawe mazuri zaidi. Okay. Kuna baadhi ya majina kweli ni mazuri, lakini pia ukimuita mwenzako haileti heshima. Wanasema haileti shangwe. Naam. Kwa mfano mke wako. Naam. Wakati ambapo unamuita mwanamke wangu, ni jina iko sawa. Ni sawa. Lakini haina mshiko, haina mahaba ndani yake. Ni kama vile ni kama unasema huyu namuon mwanamke wangu, huyu mke wangu. Lakini kuna sauti, unajua pia maneno mazuri yanaelekezwa kwenye sauti. Kwa ile jina ambalo unaweza kuwa umetumia. Tuchukulie mfano mama. Wakati unapomuita mama kwa jina, kuna namna ambavyo unaweza ukamuita mama, watu wakaona ni kweli umemuita mama kwa jina la heshima. Lakini mfano uambie mtu mamako. Mamako ni jina kweli, lakini namna ambavyo umeita ni kana kwamba umelidharau lile jina. Na wakati mwingine kuna baadhi haya majina yanatumika kama matusi. Na kadhalika. Sasa katika maisha ya ndoa kuna yale majina ni mazuri, lakini kuna yale majina ambayo ni mazuri zaidi. Mpendwa mke wangu. Na sifa la azizi na kadhalika. Haya majina ingawaje wengine ukizungumza naona kuna wengine anakuambia nifanye kazi ama nianze kufuatafuata haya mambo. Ama mwingine unasikia anamuita mwenzie baby. Haya, sasa mimi nishakuwa mtoto ndio. Nishakuwa mtoto. Sasa unakuta yeye tena hakuna kitu kizuri kama mwanamke kuwa na sauti yake.
Kabisa. Kuna sauti ya kuongea kama tunavyoongea mimi na Aisha. Lakini kuna sauti ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia wewe kama mwanamke. Kabisa, kabisa. Wanakuambia sauti hata ukiongea naye, hata akisema pesa zinatoka zenyewe. Zinatoka. Pesa zinatoka zenyewe bwana, hivi na hivi. Mwenyewe maana kuna mwingine alisema ya kwamba siku zote mwanamke akitaka kitu kutoka kwa mume wake, labda mume ametoka kazini, utakuta anafanya kila kitu. Mume mmoja anasema hapa leo kuna jambo. Si rahisi. Kuna mtu anataka kamuliwa hapa. Sasa utakuta mwingine anakuambia kwamba ni vizuri sana kuwa na yale mazoea. Isiwe unamfanyia wakati unataka kitu peke yake. Ukiamua amefika leo, basi achani kama ataka umechoka mna karibu yani unamfanyia vitu ambavyo yeye mwenyewe pia yuasikie yuaridhika. Hata asubuhi ukishika mume wangu, basi mimi nilikuwa nataka hela kiasi fulani, nimeona nguo mali, shika mke wangu. Kwa sababu akirudi nyumbani yupata utulivu wa nafsi. Maneno unayompa yanampa faraja. Kule labda kazini ametukana maskini ya Mungu kabisa, lakini akirudi pale ayosema yote 9 mimi nitatukana, lakini nikirudi nyumbani na malkia pale ndani kabisa. Ukweli dada yangu kwamba unajua ndoa ni raha. Ni raha. Ndoa yote yenyewe ni raha na ina ladha. Kwa vyovyote vile, kando na hizi changamoto ambazo zipo, yote ambaye ameishi katika maisha ya ndoa ni raha. Ndio wakati mwingine utaudhika, lakini wakati mwingine mtazamaji Sheikh wangu anamuelezea. Wakati mwingine unaweza toka nyumbani umeudhika, lakini wakati mwingine ukarudi jioni ukaona mazingira yamebadilika. Kumeenda vipi? Mbona hivi? Unaitwa kwa majina mazuri na kadhalika. Anakuongelesha kwa sauti yenye unataka. Kabisa. Sauti ya chini, ya heshima. Mpaka ukimwangalia unasema kila saa unainua mikono, ya Rabbi. Alhamdulillah. Ulinipa kitu ambacho nilikuwa nakihitajia. Alafu pia kuna maneno, mazungumzo, sauti ambayo mke akimzungumzia mume wake. Hata kama yule mume amekosea, alikoenda anaenda akifikiria. Hata hapa kweli. Unajua kuna wanaume pengine pia wanasema hata ni kweli nimekosea, lakini tena nirudi niende niombe msamaha. Wengine huwa wanaona lakini hapa anafikiria mara mbili. Kwa sauti ile unaongelesha. Kisha rudi niombe msamaha. Acha tu. Mungu tu anisamea, kurudi kuomba msamaha ni shida. Lakini asili unakuta kwamba kidogo wewe unapata tulizo la moyo. Kweli. Hakuna mahala pengine utapata hali hii isipokuwa ni maisha ya ndoa. Jamani. Hakuna. Kameramani unasikia wewe. Sasa wale ambao hawajaingia katika haya maisha hawezi kujua utamu mpaka waingie ndani. Na ndio watajua kweli wakati Mtume aliposema ndoa ni nusu ya dini. Aliyeoa amehifadhi nusu ya dini. Unapoingia katika haya maisha ya ndoa, umetoka kazini, umeudhika, pengine umechoka, ukifika kwa nyumba mashallah unakuta mke ambaye anakuzungumzia maneno mazuri, wengine wanakupa masaji, maji, anakutayarishia chakula tayari. Tofauti na yule ambaye hana, atakwambia enda kafanye chakula chako kwa jikoni. Sasa unaona haya mambo. Ama hauna mke, kwanza ukifika nyumbani unafikiria stofu, sikuosha jana nini. Jana gesi ilisha, tena niende kutafuta gesi nini na mambo mengine. Yani unatoka kazini una dhiki, ukifika kwa nyumba una dhiki, hakuna mwenye atakuondolea ile dhiki. Vijana oeni jamani. Kama namuona cameraman wangu, ya Rabbi Sheikh Mwenyezi Mungu amjalie apate mke wa heri. Anahangaika sana. Unajua na Mwenyezi Mungu alhamdulillah alisema mkiwa mafakiri zaidi Mwenyezi Mungu atawatajirisha. Utajiri si wa mali tu. Utajiri pia ni wa utulivu wa nafsi. Wakati umetulia, hata kama hauna, akili yako iko barida. Alhamdulillah. Umpata wa kukutuliza hata kama hamna, unahisi raha zote. Alhamdulillah. Dada Haifa, baada ya ndoa ya Imam Ali na Bibi Fatuma, napenda hii visa vya Imam Ali na Bibi Fatuma sana. Walikuwa ndoa ya hawa watu wawili ni kama ndoa ya Mtume na Bibi Khadija.
Mashallah. Na nakuomba mtazamaji kwamba usifikiria kwamba kwa sababu hawa ni watu wamefika cheo cha juu zaidi ni kwamba hawana hizo changamoto za maisha. Wanazo. Hebu soma Qur'ani, soma kisa cha nabii. Ukitaka kujua upande wa wanawake, soma kisa cha mke wa Firauni, Asia. Soma kisa cha, ukitaka kujua upande wa wanaume, soma kisa cha Nuhu na Lut. Utaona hizi ni wote walikuwa ni manabii. Kwa hivyo kuna hii mitihani ipo. Lakini kujielekeza na kujifikisha katika upeo ule wa mwanzo wa misingi ya kumcha Mwenyezi Mungu inakufanya hata wewe mwenyewe unatulia. Baada ya ndoa ya Bibi Fatma na Imam Ali, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikutana na Imam Ali akamwambia, ya Ali, ewe Ali, kaifa wajadta Fatima? Katika ndoa yenu umemuonaje Fatima? Naam. Unajua wakati mwingine saizi kuna baadhi ya wanaume ukiwauliza umemuonaje mke wako, anasema moto wa kuotewa mbali. Atakwambia hata kwanza unioni nimekonda. Angalia tu vile hata tunaona mwanamume anashinda gengeni kuanzia nini, yani anafikiria nitarudi vipi kwa ile nyumba mimi. Na mwingine anasema hata nimefukuza haendi. Shida zinabaki pale. Sasa Mtume anamuuliza Imam Ali, kaifa wajadta Fatima? Ulimpataje? Yani umemuonaje Bibi Fatima? Kipindi hiki ambacho mmeishi naye. Imam Ali alayhi salamu akasema, wajadtuha ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, wajadtuha ni'mal auni ala ta'ati llah. Walai, nimempata Bibi Fatima ni msaidizi mkubwa wa kunisaidia katika uchamungu. Mashallah. Nimempata Fatima kuwa ni kiongozi au kiungo muhimu cha kunifikisha mimi, kunisaidia mimi kuweza kufika katika ucha wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kuna wengi katika wanawake wamewatoa wanaume wao hata katika imani. Sasa naye Mtume pia akaenda akamuuliza nani? Fatima. Hapa ni Mtume anamuuliza nani? Ali. Ameenda tena akamuuliza Bibi Fatima akamwambia, kaifa wajadti ba'aliki aliyan? Fatima, umemuonaje mume wako Ali? Iki kipindi ambacho mmeishi nacho. Ndio. Bibi Fatima anasema, khairu ba'ali ya abata, nimempata kwamba ni mume bora ewe baba yangu. Mashallah. Hadi raha jamaa. Yani wewe kama baba umesikia binti yako amepata mume aliye bora. Si kimali tu, kitabia na akhlaq. Sababu kuna mmoja alisema ukitaka ndio unaitisha mume mwenye dini lakini kisha ana akhlaq. Sio wote ambao walishika dini wako na akhlaq. Na akhlaq. Kuna wengine akhlaq zao ni mbovu kabisa na mtu na anaswali. Sasa kuna vitu vile viambatane. Dini yake na akhlaq yake vinaendana vipi? Hata miongoni mwa wasia wengine walikuwa wakimwendea Mtume, anaeleza na fulani anataka kumuoa fulani, anamwambia angalieni tabia yake. Kama ni mwenye tabia mbovu msimuozeshe kabisa. Sasa wewe mwenyewe unaangalia, hata kama wewe ni mzazi, wakati ambapo unauliza binti yako mume wako yuko vipi, yeye anapokuambia baba, alhamdulillah, ni mume bora, na yeye pia anakusifia wewe mke, nimepata mke bora. Yani mke bora ni kwamba si kwamba akabiliani na changamoto, lakini anajua ni namna gani hizi changamoto zikifika watasaidiana vipi kuweza kuzivuka. Bibi Fatima na Imam Ali walikuwa na changamoto za kimaisha, lakini wote walikuwa wanaangalia ni njia gani ya kuweza kuzipita hizi changamoto. Mmoja wapo alikuja akapata changamoto Bibi Fatima Zahra. Na alipoenda kwa babake akampa nini? Tasbihatu Zahra.
kabisa. Na ndio yetu sasa hivi sisi tunaitegemea tena kutokana na maisha yetu sana. Sasa maisha ya ndoa maisha ya ndoa inategemea misingi ambayo wanandoa wameiweka. Ukiweka misingi ya vurugu, ndoa yenu itakuwa tu hivyo vurugu. Kweli. Hakuna mtu mwingine atakuja kuwasaidia katika ile vurugu isipokuwa ni nyinyi wenyewe. Kweli. Na mkiweka ndoa yenu katika misingi ya uchamungu, ile nyumba itakuwa ina misingi ya uchamungu na hata vizazi vyenu, watoto wenu watakaofuatia watawaona kama nyinyi ni mfano bora. Lakini ikiwa ni ya vurugu, hata watoto wenyewe wanajutia, hawapati nafasi ya kutulia na wazazi wao, kwa sababu kila mzazi ako katika njia yake ya kipekee. Na ndio maana wengine wakaambiwa kwamba hata kama wewe haujajifungua wala haujazaa mtoto, hakisha unajiombea kizazi chako kabisa. Omba Mwenyezi Mungu akupe kizazi chema, kizazi ambacho kitakuwa mfano wa Ahlul Bait, japo hawatafikia huko, lakini iwe kizazi ambacho dini ndio kitu cha kwanza ambacho wanakithamini. Alafu pia unapoomba hiyo dua, uelewe ya kwamba unapopata kile kizazi, pata watoto, wewe ndio mwalimu wa kwanza wa wale watoto. Yaani nyumba ndio madrasa ya kwanza ya watoto. Kweli. Unapoona watoto wanakashifiana na kutukanana, hebu angalia hao wazazi. Waangalie. Na unapoona watoto wanachukiana, hebu angalia misingi ambayo ilikuwepo katika hiyo nyumba. Utaona ni misingi gani. Kwa hivyo madrasa ya kwanza, yani tunatengeza ndoa yetu iwe nzuri, ina maana ya kwamba tunatengenezea pia vizazi vyetu. Wakati ambapo tunatengeza maisha yetu, tunatengeneza maisha pia ya watoto wetu, na watu wanaweza kutuiga sisi. Naam. Shukran sana Sheikh kwa uwepo wako wa kuweza kutujuza mengi ama kumuelezea mpenzi mtazamaji kuhusiana na hii mada ambayo ilikuwa mada nzuri sana. Naamini yeye mwenyewe pia amefaidika jinsi ya kuwa na maadili ya kuzungumza kati ya mke na mume, ambao ni kitu muhimu sana, na maadili haya yasipotee. Tukitaka kufahamu maadili ya mazungumzo, turudi kwa wale waja wema kwa Mwenyezi Mungu, mitume, turudi kwa maimamu, turudi kwa wake za maimamu ambao walikuwa wema. Insha Allah naamini tutafahamu mengi na mengi zaidi. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu. Alhamdulillah kwa rehema za Mwenyezi Mungu kwa kuwa na yeye ndani ya studio zetu, kwani tunafaidika sana, tunafaidika na mengi. Mimi binafsi nafurahi sana ikija ni masuala ya mada kuhusiana na ndoa, huwa nakuwa very keen, na kwa mimi mwanafunzi ndio najua insha Allah kwa rehema za Mwenyezi Mungu kila kitu huko mbele hautajua yatakuwa vipi, pia inakupa ufafanuzi zaidi jinsi gani unafaa kuishi na mwenzi wako. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.